Kwa majina naitwa Anatropia Theonesti, ni mmoja kati ya wakurugenzi wa shule ya Anglo Junior, shule ambayo inapatikana Dodoma, hususani katika kata ya Ihumwa au Iyumbu, kwa sababu tuko mpakani mwa Ihumwa na Iyumbu. Kwa hiyo tunapatikana Ihumwa, mtaa wa Mwinyi au mtaa wa Iyumbu. Sisi tuko mpakani, kwa hiyo unaweza kutupata mtaa wa Mwinyi au mtaa wa Ihumwa. Eneo ni maarufu kama Ilolo. Lakini pia tuna shule yetu ya watoto inapatikana Kisasa, mtaa wa Njedengwa. Shule zetu kwa hiyo tuna pre and primary. Kwa hapa tuna pre and primary, kwa Kisasa tuna pre primary school. Shule zetu za Anglo Junior ni moja kati ya shule ambazo tunaamini zinafanya vizuri. Kusema kwamba shule inafanya vizuri ni rahisi sana kujievaluate. Sisi kwetu kusema tunafanya vizuri ni rahisi sana kujievaluate. Sisi ni watu ambao tunatengeneza product na product zetu ni wanafunzi. Kwa hiyo ukimuita mtoto wetu hapa, mmoja kati ya watoto wanaosoma Anglo Junior, inatosha kuambia kwamba tunafanya vizuri. Moja, katika level ya Kiingereza, kwa sababu tunachojua sisi ni English medium school. Na moja kati ya sifa kubwa ni kuhakikisha watoto wanajua lugha, ndio maana tunaitwa English medium school. Tofauti na shule ambazo zinafundisha Kiswahili. Na shule za Kiswahili sifa yao kubwa ni kuongea Kiswahili vizuri, kuwa shule nzuri ya Kiswahili, Kiswahili fasaha. Lakini na sisi ni shule ya mkondo wa Kiingereza na tunaongea Kiingereza fasaha. Kwa moja kati ya sifa ya watoto wetu ni kujifunza vizuri. Tunawezaje kuwawezesha watoto kuongea Kiingereza? Tuna mikakati yetu mingi tu ambayo sio lazima pia niseme, kwa sababu pia ni moja kati, wanasema ni kati ya competitive strategy. Ni moja kati ya mbinu yetu ya mafanikio katika hii industry ya elimu. Lakini moja kati ya kitu ninachoweza kuambia watoto wetu katika hii shule wanaongea vizuri kwa ufasaha lugha ya Kiingereza. Lakini pia sio lugha ya Kiingereza tu, sisi tunafundisha pia Kifaransa. Watoto wetu wanaongea vizuri pia Kifaransa. Nadhani Anglo Junior ni moja kati ya shule ambayo tuna siku ambayo tunaongea Kifaransa. Ukija siku ya Ijumaa ya mwisho wa mwezi huwa tunafanya debate, presentation na activities zote kwa Kifaransa. Lakini na Jumatatu ya mwisho wa mwezi parade zetu na composition na kila kitu pamoja na conversation ndani ya shule zinafanyika kwa Kifaransa. Kwa hiyo ni moja kati ya shule ambayo tuko proud, moja, kufundisha watoto vizuri katika kuweza kumudu lugha mbili ambazo tunaofa sisi ambao ni Kifaransa na Kiingereza. Kwa nini Anglo Junior? Anglo Junior ni moja kati ya shule ambayo sisi kauli mbiu yetu ni ku-enhance excellence in every individual. Kuwezesha kila mtoto awe bora. Sio tu kila mtoto, kila anayefanya kazi na Anglo Junior tunahakikisha kwamba anatoka kuanzia alivyokuwa kuwa alivyo, tunambadilisha kutoka hali aliyokuwa nayo kuja kwenye hali ya tofauti. Tunahakikisha kwamba anakuwa bora. Kwa hiyo enhance excellence in every individual. Kwa hiyo ndo kauli mbiu yetu ambayo ndo vision ya shule yetu. Lakini pia mission yetu ni kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa rafiki, mazingira yetu yanahakikisha watoto wanafanya vizuri, tunaandaa mazingira ambayo watawafanya wafanye vizuri, ambayo tunasema we care, we share for the future, we prepare. We care, we share for the future, we prepare. Moja, mazingira yetu ukipata nafasi nadhani mwandishi atakupitisha kwenye mazingira yetu. Tuna mazingira mazuri sana ya watoto kusoma na kujifunzia, lakini pia ubora wa mazingira yetu yanatafsilika kwenye maisha yetu binafsi. Upendo ni sehemu ya familia ya Anglo Junior. Moja, mtoto tunamuonyesha upendo, mtoto tunamruhusu kutumia vipawa vyake, mtoto tunamruhusu kujifunza yeye mwenyewe kwa vitendo. Tunasema we care, we share for the future, we prepare. Kadiri watoto utakavyowaruhusu kujaribu, hivyo ndivyo wanaweza kupata umahiri. Kwa hiyo watoto wetu wanaruhusiwa kujaribu, wanaruhusiwa, wanaelekezwa, wanarudia. Kwa hiyo tuna kitu kingine tunachokifanya kwamba tunafundisha zaidi kwa vitendo. Kama uruhusi kufanya hiki, unapaswa kufanya hiki. Ukifuatilia moja kati ya program zetu ambazo tumekuwa tukifanya kufundisha watoto wetu, utaona kwamba tuko more of practical oriented. Na hiyo ndio moja kati ya competitive advantage yetu, kwamba tunataka ku bridge the gap kutoka kwenye tradition au kutoka kwenye ufundishaji wa kawaida kuja kwenye ufundishaji wa vitendo. Kwa hiyo watoto wetu kwa wingi tunawapa nafasi ya kujaribu, ya kufanya,
ya kujieleza, ya kujitambua, lakini kubwa zaidi wao wenyewe ni sauti. Yani tunajifunza kusikiliza watoto wanajua nini. Atuashumu kwamba mtoto, sisi walimu ndo tunajua kila kitu. Tunaruhusu mtoto a practice. Ukiona watoto wetu wakifanya presentation, level ya confidence is built. Mtoto anafundishwa kuwa na confidence. Mtoto anafundishwa kujiamini. Haiji automatic. Kuna wengine wako wamebahatika, wamezaliwa hivyo wana vipawa vyao, lakini wengi wanafundishwa. Mtoto mruhusu wajaribu hata kama anakosea, na unamkosoa kwa star. Unamkosoa kwa upendo, kwa kumwelekeza ulipasa kufanya 1, 2, 3. Hivyo ndivyo sisi tumeweza kutengeneza watoto ambao wana confidence. Ukiwaita watoto wetu wa nursery, wa baby class, wa middle class, utakuja kuona tofauti ya mtoto anayesoma Nglo Junior na mtoto anayesoma sehemu nyingine. Hizo ndo mission na vision za shule yetu ya Nglo Junior School. Lakini malengo makubwa ya hii shule, tuna offer elimu ambayo sisi ni nectar, by the way, sisi ni nectar. Lakini nectar yetu inapasa kumfanya mtoto awe katika viwango vya kimataifa. Hatufanyi Cambridge, tunafanya nectar. Lakini katika kila anachokifundisha kinaweza kumwezesha kujitambua na sio kukalili, kufikia level ya ubora wa kimataifa. Na sisi tumekuwa na mahusiano na shule mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, na mipango yetu ya baadaye watoto wetu wataweza kulink up na shule ambazo ziko nje ya Tanzania, ambao wana ili tuwaweze kuwatengenezea exposure ya vitu kadha wa kadha huko wanakoenda, na wale watakuja kujifunza kutoka kwetu, ili kwa pamoja tuweze kumtengeneza mwanafunzi anayeitwa a global pupil. Tunapata mtoto wa kidunia, tunapata mtoto ambaye ana uwezo wa kujitambua, anajua dunia inaendaje, lakini tunaona na wengine wanafundisha neno. Mimi kama mkurugenzi, mimi background yangu pia ni walimu. Mimi nimesoma Bachelor of Education with some other things, lakini at least nimesoma, ninajua teaching methodologies, at least nimesoma ili umfundishe mtoto darasani aelewe unataka nini. Na hivyo ndio vitu ninavyovisimamia mimi, kuhakikisha kwamba mwalimu anajiandaa vilivyo, na ninahakikisha somo limekuwa delivered kwa level ya mtoto kuelewa. Lakini baada ya hapo tunafanya evaluation. Sisi tumekuwa na evaluation technique nyingi tu, kuanzia mitihani, kuji-express, mtoto mwenyewe nikikutana naye tunaangalia tunavotoa homework, lakini pia na level. Unafundisha ni kufundisha, kila mmoja anafundisha tu, ndio maana shule zipo na walimu hapo. Lakini how do you deliver the content? Kwetu ni kitu cha msingi sana at Nglo Junior. Asante sana. Kwanza atuamini katika kupiga. Atuamini, anajua that's the classical way of hiyo ndo classical way ya kudiscipline watoto. That's how we grew up. Na watu wamekuwa wakifanya hivyo, lakini sisi tunaamini the other way around. Kwamba kupunish sio namna pekee ya kumdiscipline mtoto. Kuna njia nyingi tu. Watoto kuna vitu vingi sana wanavipenda. Mfano, watoto wanapenda michezo. Mimi nimekuagiza ufanye 1, 2, 3. Kama hautafanya, nitakupunguzia muda wa kucheza. I will not deny you the right to play, lakini nitakupunguzia muda wa kucheza. Lakini kabla ya kukupunguzia, nitakuahidi kwamba hautacheza mpaka umalize 1, 2, 3. Ina maana badala ya kumuumiza mtoto, nitampunguzia level fulani za motivation, ili aone umuhimu wa kufanya kile kitu ili aweze kuenjoy motivation. Kuna zawadi, sisi tumekuwa tukitoa zawadi. Nadhani unaweza kuona hizi trophies. Watoto wetu wanashiriki vizuri kwenye michezo. Ina maana kama mtoto asipoweza kuparticipate vizuri, hataweza kuparticipate kwenye team, kwa sababu kwao michezo ni kitu cha msingi. Kwa hiyo atahakikisha kwamba anafanya tulichomwagiza ili aweze kuparticipate kwenye timu zetu za mipira, kwenye timu zetu za michezo na michezo mingine ambayo inaendelea hapa shuleni. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, tena unakuta mtoto
unakuta mtoto anaongeza bidii kwa sababu kuna kitu anakipenda. Kumpiga mtoto ni kumuumiza mwili. Mimi siamini kama kumuumiza mwili. Hizo ni adhabu ambazo zimeshapitwa na wakati. Hizo ni adhabu za kutengeneza mateso, za kutengeneza chuki. Na moja, sisi tulivyosoma, ukitaka mwalimu umchukie, akupige. Na ukitaka uchukie somo la mwalimu, uwe na mwalimu anayepiga. Kwa hiyo sisi tunaamini hatupaswi kutengeneza chuki, tunapaswa kutengeneza mahusiano. Mimi naweza kumfundisha vizuri mtoto kama kuna mahusiano mazuri. Lakini tukishakuwa tumepunguza level ya mahusiano ya mwalimu na mwanafunzi, hawezi kuelewa somo. Kwa hiyo tunatengeneza njia mbalimbali za kumfanya mtoto, kumpunguzia, kumtishia, kumnyima kile anachokipenda ili aweze kurespond. Na bahati nzuri sana sisi watoto wetu bado ni wadogo, watoto wa primary sasa hivi bado ni wadogo, ni watoto ambao wanasikia, ni watoto ambao wanaelewa. Lakini ikionekana kabisa mtoto asikii, tunamuita mzazi, tunajadiliana naye, kuna shida 1 2 3, kwa hiyo tunakaa mezani, tunapangiana mikakati. Kwa hiyo kama hatafanya 1 2 3, hataenda kuangalia cartoon. Kama hatafanya 2 3, tumempa homework akajafanya, tunaomba umfungie TV, asiangalie TV mpaka baada ya siku kadhaa. Akishakuwa amejirekebisha na yeye anakuja shuleni anasema, sikuweza kuangalia kwa sababu sikufanya hivyo madam, hatutarudia au sitarudia kwa sababu ni kweli sikuweza kufanya 1 2 3. Kwa kufanya hivyo tunaamini kwamba watoto tunawaelekeza in a right way. Lakini pia pamoja na hayo, sisi ukienda madarasani kwetu tuna sheria za shule, watoto wote wanajua school rules na lazima waziheshimu. Kila mtoto ukimuuliza atakwambia usifanye hivi, usifanye hivi. Ukiachana na sheria za shule, tuna sheria za darasani. Ukienda kwenye madarasa yetu, kila darasa lina sheria, class rules. Ni kazi ya mwalimu kuhakikisha rules zinaimbwa, ndio unachokuwa unaelekeza, unaambia no making noise in class. Unaweza ukasikiliza hapa, uweze kusikia kelele. Kwa sababu wanajua it's not allowed to make noise in class. Hairuhusiwi kufanya 1 2 3. Na if you make noise in class, hautakuja kula mahapo, hatutakupa mapashen, hatutakupa. Kwa hiyo anajua ni kitu kitamuumiza asipopata. Training ni moja kati ya mikakati ambayo tumefanya kwa nguvu na tunafanya kila mara. Tunaamini kwamba sisi sio kisiwa, lakini pia sisi sio encyclopedia. Sisi sio dictionary, sisi sio na kuna msemo unasema hakuna custodian wa knowledge, yani hakuna ambaye yeye ndo anajua kila kitu. Kwa hiyo pia kama Anglo Union, moja kati ya eneo ambalo tumewekeza kwa ukubwa ni kwenye training. Tumefanya training nyingi sana kwa walimu wetu, lakini training is one thing. Tuna train na kwenda on the ground kuona kwamba kila kitu kinakuwa implemented. Siwezi kueleza aina za training ambazo tunazifanya kwa sababu sometimes pia ni moja kati ya competitive advantage yetu, lakini unaweza ukaangalia madaftari ya wanafunzi wetu ukagundua kwamba wanafunzi wetu wanaandika vizuri sana. Kwa hiyo sisi kama shule tuna namna ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaandika vizuri, walimu wanasimamia madaftari yetu yanakuwa very smart. Lakini sio hiyo tu, training pia za kuenda watoto, training pia kumbuka tuna watoto pia ambao ni wanahitaji special care, training za kuenda watoto wadogo, training za kuenda watoto ambao wana special needs, tuna watoto ambao wana special needs. Na ni mkakati tu wa serikali kwamba au watoto wanavyosoma kwenye shule zilizochanganyika wanaweza kuimprove uelewa wao tofauti na wale watoto kuwafungia sehemu moja. Kwa hiyo sisi pia kama sehemu ya jamii tuna watoto ambao wana mahitaji maalum. Kwa hiyo walimu wetu wako trained namna ya kuendo na kushiriki na wale watoto madarasani kuhakikisha wanapata kitu. Lakini sio hiyo tu, tuna training nyingi tu. Kwa hiyo tumekuwa na hatutaacha leo. Kwa hiyo katika bajeti yetu, ukiona sehemu ya bajeti ya Anglo Junior utagundua kwamba tumewekeza pia kwenye training na development za walimu. Lakini mipango ya baadaye, Mungu akipenda, walimu wetu tunakusudia kwamba wataenda hata nje ya nchi. Wanajua it's part of this year. Tutakuja kuwapeleka kwenye moja kati ya shule ambazo ni shule rafiki wa shule yetu, waende ku-exchange kama exchange program, waone wenzetu wanafanya nini na sisi tunaweza tukafanya nini, tunaweza tukaboresha wapi, kwa sababu kujifunza hakuishi. Kwanza sisi kila Jumatano tunakuwa na weekly test. Kila Jumatano shule inafanya weekly test. Weekly test ni sehemu ya mkakati wa kujua maendeleo ya mwanafunzi. Kila Jumatatu tunakuwa na presentation ambazo zinaita composition. Kwa watoto wanapaswa kuandika na kupresent.
Hiyo ni namna ya pili. Namna ya tatu, tuna somo la spelling bee ambao watoto wanapaswa kuspell. Kuna baadhi ya maneno ambayo wanapewa, wanapaswa kwenda nyumbani kuyasoma, kuyaelewa na kuja kuyapresent hapa. Hivyo ni vitu vichache tu, sitaongea vyote, lakini tuna vitu vingi sana ambavyo tunafanya. Namna ya kufanya checklist, kuna sisi wenyewe tuna kupitia mwalimu wetu wa taaluma anakuwa na checklist ambayo anaangalia kama kwa siku, kabla sijaenda mbali, kuna homework mtoto anapaswa kwenda nayo nyumbani. Kwa hiyo hizo homework kuna sehemu ya kujaza. Mtoto nimempa homework kadhaa, nimempa 1, 2, 3 ambayo anaandika, anamuandikia darasani. Tuna class journals, lakini pia kuna report tunaandika on a daily basis. Kwa hiyo follow up ya tunafanya nini darasani ni kila siku. Feedback tunaipata kutoka kwenye test wanazozifanya, lakini pia tunazita logbook ambazo lazima walimu wajaze ili tuone daily activities zao ni zipi na zimefanyika namna gani, kwa sababu pia walimu ni binadamu, kuna kujisahau. Kwa hiyo sisi pia, ili kuhakikisha kwamba tunayokubaliana yanafanyika, tunakuwa na checklist kuhakikisha kwamba kila tulichoahidi kwa siku, kwa wiki kimefanyiwa kazi. Na kushukuru, sisi kila kota tunakuwa na kikao cha wazazi. Nikikusomea nadhani kwenye ratiba yetu ya mwaka, annual calendar, utaona kwamba hata hii term ya kwanza tutakuwa na kikao na wazazi, term ya pili, term ya tatu, term ya 4. Lakini pia sisi tuna PTA, tuna Parent Teacher Association. Huo ni mkutano mkubwa sana unaowaleta wafanyakazi, walimu na wanafunzi pamoja, na umekuwa ukifanyika Novemba. Kwa hiyo kila Novemba kabla ya kufunga kwa ajili ya mwaka, kwa ajili ya likizo ya mwaka, watoto na walimu na wazazi tunafanya PTA. Na hiyo PTA inayotuleta pamoja inakuwa na activities zote ambazo watoto wamefanya mwaka mzima. Watoto wanafanya presentation, sisi pia tunafanya presentation ya present watoto walikuwa wanafanya nini, na watoto wanaonyesha wazazi, lakini tunapata feedback kutoka kwa wazazi. Mimi naamini na tumekuwa na msemo kwamba mimi sisi na wazazi nasema pamoja watoto tunaweza tukawapa mabawa wakapaa, nasema together we can give them wings to fly. Kwa hiyo tunaamini sisi na wazazi, sisi walimu, hata tukijinasibu kwamba tunaweza kufundisha, tunajua kufundisha, bila kuwa na ushirikiano wa wazazi ni kupoteza muda. Wazazi wetu pia wamekuwa na nafasi, huwa wanatembelea shuleni muda wowote, ili ni eneo lao, ili ni eneo la kazi yao pia, kwa sababu kuna watoto wao. Kwa hiyo wazazi huwa wanakuja muda wote, lakini katika zile special days tulizozipanga wanakuja na kuona watoto wamekuwa wakifanya nini. Moja kati ya kitu ambacho nilikuwa sijakueleza, sisi huwa tuna guidance programs. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine wazazi wanakuja kuevaluate to what extent zile mipango ambayo tumekuwa tukipanga tukiwaeleza zimeweza kufanyiwa kazi. Kwa hiyo sisi na wazazi ndo tunaweza kuenhance excellence. Tunaamini katika wanaita tripartite. Tripartite ni katika nguzo 3, ni katika utatu, kwamba ni mzazi, ni mwalimu na shule. Mzazi, mwalimu, ambao mwalimu anakutana na shule, na mwalimu anakutana na shule pamoja na management na mtoto. Hizo 3 tripartite ndo zinaweza kutengeneza mtoto, ndo inaweza kuenhance excellence. Kwa hiyo mchango wa wazazi kwetu ni wa msingi, lakini pia utakumbuka tuna mawasiliano kupitia diary. Watoto wetu wana diaries ambazo zinajazwa kila siku. Kwa hiyo mwalimu anapaswa kujaza diary kwa mkono wake, kueleza kumetokea nini shuleni, mtoto amesoma nini, homework yake ni ipi, alafu kienda nyumbani mzazi anapaswa kutoa feedback. Ukiachana na hizo nyingine ambazo nimeeleza, at least hizo immediate ndio hizo tunafanya. Lakini mawasiliano yetu na shule yako wazi. Mawasiliano ya walimu na mzazi yako wazi. Tunaamini ni katika utatu. Sema together we can give them wings to fly. Kwa pamoja tunaweza kuwapa mabawa wakaweza kuruka. Lakini tukisema sisi tunatoa homework, mzazi aende kusimamia homework nyumbani, mzazi aende kuhakikisha mtoto homework imefanyika, sisi tutakuwa tunazunguka tu. Au sisi tusipotoa homework, mtoto akarudi nyumbani akashinda anacheza, hiyo excellence hatutaipata. Kwa hiyo tunaamini kwa pamoja tunaweza tukawapa mabawa ya kuogelea. Anglo Junior ni shule ya ndoto yako. Anglo Junior ni ndoto ya mtoto wako.
Anglo Junior sio shule kama shule nyingine. Shule ziko nyingi, lakini shule zina utofauti. Moja, kwa nini unapaswa kumleta mtoto Anglo Junior? Madarasa yetu sio makubwa sana. Sisi tuna watoto, nadhani darasa letu kubwa lina watoto 29. Hilo ndo darasa kubwa lililopitiliza. Kwa hiyo tunapokuwa na madarasa yenye watoto wachache, ni rahisi sana kuwafikia watoto wetu. Ni rahisi sana kudili na mtoto mmoja mmoja, kujua tabia za mtoto, kujua ana changamoto gani, na kama ni mtoto mdogo hawezi kushika penso, ndo wakati sahihi wa kumsaidia kushika penso. Kwa hiyo Anglo Junior ina madarasa ambayo hayana watoto wengi, ni sehemu sahihi. Lakini pia tuna mazingira yenye upendo. Kama nilivyokuambia, sisi tunaamini katika upendo. We care, we share for the future we prepare. Kwa hiyo kama mtoto tukimwonyesha upendo bila kubagua mtoto ni wanani, bila kusema huyu anajua huyu hajui, sisi tunawaleta pamoja kuwafundisha katika kapu moja. Leta mazingira, amlete mtoto katika mazingira ambayo atapata upendo, atajisikia anapendwa, atapewa nafasi ya kujifunza. Lakini pia mazingira yetu ni mazuri. Wanasema we have a very beautiful environment. Sisi wanasema tuko located in the plains of Dodoma Iyumbu. Tuko kwenye eneo tambarale la Ilolo Iyumbu, ambako kuna mazingira mazuri, kuna gardens, tuna matunda, tunalima, tuna miti, lakini pia sisi tunafuga. Watoto pia wakati mwingine wanashiriki katika ufugaji. Tunaamini pia watoto hawa tunaowatengeneza wanaishi kwenye jamii na wataenda kwenye jamii. Kwa hiyo sisi pia tuna mradi mkubwa sana wa kuku. Watoto pia wakati mwingine wanapata nafasi ya kwenda kushiriki kuona hivi vitu vinavyofanyika. Lakini tuna music classes. Watoto wanajifunza somo la muziki kama moja ya masomo ya msingi. Dunia iko global. Leo atajua somo la muziki, uwezi ukajua kesho itampeleka wapi. Lakini sio hiyo tu, tunawafundisha kompyuta. Kwa sasa tuna computer classes ambao baadaye wataweza kufanya hata coding. Wataweza kufanya coding na vitu kadha wa kadha. Anglo Junior tuna clubs mbalimbali kutegemea na talent ya mtoto. Michezo it's part and parcel of learning. Kwa hiyo sisi michezo tunaipa kipaumbele kama kilivyo kitu kingine. Tunafanya counseling and guidance. Kwa sababu tunaamini, kuna msemo unasema, kama hujui unakoenda, kokote barabara yote itakufikisha. Unasema, if you don't know where you are going, any Lord can take you there. Sisi watoto wetu tunawaguide from the beginning. Kama if you want to become a scientist, kama unataka kusoma sayansi, utasoma 1, 2, 3. Kama unataka kuwa sijui nani, utapasa kusoma 1, 2, 3. Kwa hiyo watoto tumekuwa tuna expose katika career mbalimbali, tunaalika watu mbalimbali wenye taaluma mbalimbali kuja kuongea nao na kujifunza. Kwa hiyo mzazi, tumia nafasi kuichagua Anglo Junior kama shule ya ndoto yako. Kama nilivyokuambia, tuna international language nyingine ambayo ni French kwa sasa. Hatufundishi French tu kwa sababu ni French. Tunafundisha French to the level ya watoto kuelewa. Narudia kusema, tuna siku ambayo watoto wanapaswa kutumia French. Tofauti na English ambao watoto sasa katika kustruggle kujifunza lugha, hivyo ndivyo watoto wa lugha nyingine wanapata changamoto kujifunza Kiswahili. Watoto wanaosoma Kiswahili wanapata changamoto kujifunza Kiingereza. Vivyo hivyo hata sisi tuna struggle kujifunza French. Ndio maana tumetengeneza siku maalum ambayo watoto wanajaribu vile wanavyovisoma darasani. Kuanzia kwa walimu wanajifunza ili tuweze communicate na watoto. Hata mimi mkurugenzi wenu ninajaribu maneno ya Kifaransa. Siku nyingine nikipata muda nitajaribu na mimi kuona kwa kiwango gani na mimi naendelea kujifunza French ili niweze communicate na watoto wetu. Ndugu wazazi, karibu jiunge na Anglo Junior. Ni shule ya ndoto ya mtoto wako. Nakushukuru sana.